Diwani wa kata ya Bweri katika halmashauri ya manispaa ya Musoma mkoani Mara, Mheshimiwa Paul Katikiro amewataka wananchi wa kata hiyo kujenga utamaduni wa kuchangia shughuli za maendeleo badala ya kutegemea serikali pekee. Mheshimiwa Katikiro ameyasema hayo Disemba 19 mwaka huu 2025 katika kikao cha kwanza cha maendeleo ya kata kilichoboreshwa na kufanyika katika ukumbi wa chuo cha ufundi Bweri FDC. Amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mambo makubwa ya maendeleo hasa katika sekta ya elimu, afya, barabara pamoja na huduma nyingine za kijamii, na kwamba juhudi hizo zinapaswa kuungwa mkono na nguvu za wananchi. Maendeleo hayawezi kuja kwa kutegemea serikali kwa kila kitu. Lazima uanze alafu ambe serikali tumeanza, tumefika hapa. Ninafahamu kwa mfano walimu wamesema habari ya uzio wa shule. Wako baadhi ya walimu wakuu wamekubali kabisa kwamba diwani njoo tufanye harambee tuanze. Hiyo Marekani mnayoiona haikuibuka kama uyoga, lakini ilianza kama mchicha. Kwa hivyo lazima tujenge utamaduni wa kuchangia maendeleo. Serikali haiwezi kufanya kila kitu, na ushahidi ni sisi wenyewe katika familia zetu. Mpaka leo tunazeeka, bado tuna changamoto nyingi katika familia zetu. Kwa hivyo Tanzania ni kubwa, mahitaji ni makubwa. Tukishirikiana, ninaamini tutapiga hatua. Kwa sababu hiyo amempongeza mbunge mstaafu wa jimbo la Musoma mjini, Mheshimiwa Vedastus Matayo, mbunge wa viti maalum mkoa wa Mara, Mheshimiwa Agnes Marwa, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Musoma, Mheshimiwa Alex Nyabiti, na wadau wengine wa maendeleo kwa kukubali kuchangia vifaa mbalimbali vya ujenzi kwa ajili ya ukarabati wa ofisi ya mtendaji wa kata hiyo. Awali akizungumza katika kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na naibu meya wa manispaa ya Musoma, Mheshimiwa Haji Mtete, diwani wa viti maalum katika halmashauri hiyo, Mheshimiwa Sister Yohana, amewaomba viongozi wa kata hiyo kuacha mapambano ya kisiasa bali waelekeze nguvu zao zote katika shughuli za maendeleo. Tuone tunahitaji nini kata ya Bweri, tunashirikishana, tunajua tunatafuta wadau watusaidie eneo lipi, tutatue changamoto ipi, tuwe wamoja. Kama kiongozi wetu pale wa kisiasa amesema, uchaguzi umeshaisha. Muda huu ni sisi wenye viti wa serikali za mitaa, muda huu ni sisi viongozi ambao tumeaminiwa tuwe wamoja sasa. Muda ukifika wa kwenda kwenye uchaguzi, makundi yetu tuyarudishe, lakini kwa sasa tufanye kazi tuliotumwa na wananchi. Kila mmoja wetu ajue jukumu lake. Kila mmoja wetu asimame kwenye eneo lake husika na afanye kazi. Maelekezo yanapotolewa, basi tuweze kufanya kazi kwa umoja wetu ili kusudi tuweze kupata maendeleo kwenye kata yetu hii, kata ya Bweri. Tena kata ya baba, kata ya barabarani ndio kata ya mapokezi, si ndio? Inatakiwa tufanye vizuri kwa kushirikiana. Polisi jamii tujue changamoto zao. Swala la usafi, sisi ni wasafi, inatakiwa tuonyeshe kweli sisi kata yetu ya mapokezi tufanye vizuri. Naye mbunge wa viti maalum mkoa wa Mara, Mheshimiwa Agnes Matthew Marwa, akizungumza kwa njia ya simu baada ya Mheshimiwa Sister Yohana kukabidhi mifuko 5 na mchanga kwa kusaidia ukarabati wa ofisi ya mtendaji wa kata hiyo iliyotolewa na mbunge huyo, amesema yupo tayari kushirikiana na viongozi wote katika kuharakisha maendeleo ya wananchi. Wananchi sasa hivi na wao wanatamani kuona matokeo yetu. Kama Mungu ametusaidia na sisi tumeona tuna diwani wetu huyo ambaye yuko active sana, ni waombe tusaidiane. Nyinyi kama viongozi wa idara mbalimbali, ni waombe sana tusaidiane. Kama kuna jingine lolote, basi mheshimiwa diwani na nyinyi viongozi mlioko hapo tuwe tunashirikishana, na mkimaliza kujadili na ujadili, basi tushirikishane angalau na sisi tuwe tunafika tunafanya vitu, kuliko tu wananchi wakawa wanasikia tu waliahidi hiki wameondoka, waliahidi hiki wameondoka. Lakini pia nakushukuru sana mheshimiwa diwani, tuwape hao viongozi wetu ushirikiano, kwa sababu hata wao wanakwama sehemu nyingi sana. Sisi wanasiasa tunaahidi vitu, tukishaahidi wao wanakwama na hawana majibu yoyote. Na ukiangalia vyanzo vyao na mitaala yao ni midogo, hawana vyanzo vya kutoa hayo tulioahidi sisi.
Kwa hiyo niombe baada ya nyinyi kujadili hayo, lakini kikubwa niwaombe sana msipite kwenye swala la elimu kwenye mjadala wenu wa leo. Hebu mliangalie tunaboreshaje ili tuone tutafanya nini kwenye shule za kata hiyo. GMTV Musoma.